Wahenga walisema kila lenye mwanzo siku zote halikosi kuwa na mwisho. Pengine huu ni msemo ambao umekaa kwa muda mrefu kwenye familia ya marehemu Mzee Paulo Sawasawa Mtela, kujua ni lini mgogoro wa familia yao wa kugombea mashamba ulioibuka mwaka 2006 kufikia mwisho. Marehemu Mzee Paulo Sawasawa Mtela alifariki mnamo mwaka 2006 na kuacha wake wanne, watatu wakuwa yeye mwenyewe na mmoja ni wakurithi kutoka kwa kaka yake, akiwa na watoto 12 waliojikuta katika ugomvi mkubwa wakigombania mashamba 131 ya marehemu baba yao. Kwa muda wote huo, wanafamilia hao wamekuwa wakitafuta suluhu ya mgogoro wao kwa ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya kijiji, taasisi za dini na ofisi mbalimbali za serikali. Nifikishie salamu kwa viongozi wote wa serikali. Hakuna aliyesita, iwe ni jeshi la polisi kwa OCD, iwe kwa RPC, iwe kwa mkuu wa mkoa, iwe kwa mkuu wa wilaya, iwe kwa Dr. Tulia Ackson, iwe kwa kina Filipo Mpango, wote niliingia. Nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia mgogoro huo, wapo waliojeruhiwa, wapo waliofilisika mali zao wakihangaikia kesi mahakamani, wapo waliofilisika baada ya mazao yao kuharibiwa yakiwa shambani, na wapo waliowekwa kizuizini na jeshi la polisi wakipambania mashamba hayo. Yaliyotukuta ni makubwa sana. Nimekaa kituo cha polisi mahabusu, huku vitu vyangu vinaharibika. Ikiwa ni miaka 19 sasa tangu mgogoro huo uanze, mwanasheria wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Aileen Kasonga, afisa ardhi wa halmashauri hiyo Alafa Nasoro, pamoja na wakili kutoka chama cha mawakili Tanganyika Peter Kiranga wakakabidhiwa jukumu la kutatua na kumaliza mgogoro huo na mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa. Kama mnamtambua kisheria hivyo na mtaka baba yenu aingie kwenye mgao huu sawasawa na wengine wote, si wote sasa tunafuta. Baada ya kukabidhiwa kutatua mgogoro huo, wakaanza kazi hiyo kwa kukutana na wanafamilia ili kupata suluhu kwa amani wa kugawa mali zote za marehemu baba yao kwa usawa na haki kwa watoto wote. Hatua hiyo ya kugawa mali hizo ilitanguliwa na utambuzi wa mashamba yote ya marehemu hatua kwa hatua, kazi ambayo haikuwa rahisi kwa timu hiyo iliyochukua siku 2 kuyafikia mashamba yote. Mwandishi au tuache poli kwa poli mpaka kielewe. Utambuzi huo na mgawanyo kwa haki na usawa wa mashamba ya marehemu Mzee Paulo Sawasawa hatimaye unarejesha furaha kwa wanandugu hao ambao wamefarakana kwa kipindi cha miaka 19. Na hapa wanatoa nasaha zao. Hatutataka kutegemea kuna dawa jitokeza lingine, kwa sababu itakuwa inatengeneza kitu ambacho hatukubali nacho. Maana itakuwa ni unyang'anyi, uvamizi, sio kama itakuwa ni utapeli, mnaelewa? Na hatutakuwa na mzaa katika hili. Tutafuatilia hii kesi kwa kipindi cha karibuni. Karibu yani tuone kabisa kwamba amani ile tunaoitangaza amani iwe amani. Mungu awaongezee maisha marefu. Amina. Na mkapate kubarikiwa. Mimi nimebaki na amani ambayo sikuwa nayo kipindi cha nyuma. Amina. Hata kama nimepotelewa, nimeingia hasara kubwa, najua Mungu hajaniharibu mikono, nitaanza kujenga upya. Huku nitakuja kumshangaa sana mtu atakayekuwa analeta fujo kwenye familia tena. Nashukuru hata nyewe watoto wetu nyewe. Mmefanya kazi ngumu. Tumepanda milima na mabonde, lakini hamjachoka. Mmetuvumilia. Tunatereza, tunaanguka, tunainuka. Tuko pamoja. Mimi nawashukuru. Sina mengi. Ninawashukuru sana. Nilikuwa nawaomba hawa familia yetu hii tuweke hata kasharehe hata kidogo, kwa sababu tumepambana tumeumiza vichwa. Tungechagua hapa mwezi fulani, jamani tuweke kasharehe fulani.